Alhamdulillah, furaha nayo kwa sababu kumuona daktari bingwa kama huyu kwa hospitali ya Rahma. Ndio. Mara nyingi tunatumia pesa kuanzia 20,000 mpaka 30. Sawa sawa. Lakini alhamdulillah unamuona bure. Ndio. Na dawa ikiwepo unapata bure. Sawa sawa. Warahmatullahi wabarakatuh. Watazamaji wetu wapenzi kutoka Ar-Rahma Hospital hapa Kilimani mjini Zanzibar. Leo ni siku ya pili katika zoezi la matibabu ya bure ya daktari bingwa kutoka Omani, Dr. Ahmed Al-Auli, daktari bingwa wa maradhi ya ngozi ambaye tunaye kwa muda wa wiki mbili. Atakuwepo katika visiwa vya Zanzibar, Unguja na Pemba, na tumeanza tu katika leo, ni siku ya pili. Yupo hapa hapa katika hospitali maarufu ya Ar-Rahma, na kuanzia kesho tutakwenda hospitali ya serikali iliyopo kwa Mtipura pale Mikunguni. Zoezi linaendelea vizuri na mwitikio ni mkubwa mno. Tunashukuru kwamba wananchi wenyewe wamefurahia ujio wa daktari huyu bingwa, na watu kwa kweli ni wengi mno sana. Tukiangalia mabenchi yote yamejaa, na pale ndani pia kuna watu wengi ambao tayari wanasubiri kuingia kumuona daktari, na hivi sasa tayari zoezi la wagonjwa wamo ndani ya chumba cha daktari. Kwa kweli ni bahati kubwa sana kwa sisi kumpata daktari bingwa wa maradhi haya, ambayo kila mwaka anakuja huyu katika kipindi cha likizo yake kwa ajili ya kutoa sadaka yake, ambayo yeye mwenyewe anajitolea binafsi kumuona ni bure, na yeye mwenyewe binafsi anasaidia kwa wale ambao wasiojiweza kuwapatia dawa ambazo zinakwenda kuwatibu, na watu wengi alhamdulillah wamepata kumuona huyu na kupata tiba ya maradhi yao sugu. Mwingine karibu. Asante. Salamu alaykum. Habari na subuhi. Nzuri, vipi nawe? Alhamdulillah. Shida yako? Shida yangu ni scrotal pain. Pain? Yeah, scrotal. Unawasha? No. Unesho? Only pain. Sana sana unana fanye kabisa ona yako dakika. Assalamu alaikum tena, tukiendelea na zoezi letu ya kumwona huyu daktari bingwa, daktari wa ngozi Dr. Ahmed Al-Auli kutoka Oman. Tuna ndugu yetu mmoja hapa ambaye ametoka kule ndani tu kupata huduma, kwa hivyo tunachukua maelezo yake kidogo, vipi kamuona daktari wetu na mapokezi aliyopata kule ndani. Ndugu yangu, kwa jina unaitwa na kwanza? Kwa jina naitwa Islam Ali Juma. Islam Ali Juma, ulikuwa namba ngapi mpaka kumuona daktari? Ilikuwa namba 40 mpaka kumuona daktari. Namba 40, mashallah. Na vipi mapokezi ya yule daktari kule ndani ulipomuona, unaonaje? Alhamdulillah, ukifika na kupokea vizuri. Ndio. Na kusikiliza tatizo lako. Sawa sawa. Mimi nimeenda na mwanangu huyu, kamwangalia pia, anaangalia na lile tatizo lako. Ndio. Baadaye anakushauri sawa sawa nini ufanye. Ndio. Na kukuandikia dawa. Sawa sawa. Kwa vipi furaha yako kwa kuweza kumuona daktari bingwa na matibabu kawa ni bure? Vipi furaha yako? Alhamdulillah, furaha nayo kwa sababu kumuona daktari bingwa kama huyu kwa hospitali ya Rahma. Ndio. Mara nyingi tunatumia pesa kuanzia 20,000 mpaka 30. Sawa sawa. Lakini alhamdulillah unamuona bure. Ndio. Na dawa ikiwepo unapata bure. Sawa sawa. Na alhamdulillah kama wako ambao nimewahoja wasema hawana uwezo kidogo, pia anawasaidia kwa njia moja au nyingine ili kuweza kufikisha lile. Alhamdulillah. Na unawaambia nini pengine Ar-Rahma, kwa sababu huyu daktari kaja kwa ushirikiano wa hospitali ya Ar-Rahma na Wizara ya Afya ambayo pia wamemtayarishia ujio wake.
Kwa una wito gani pengine kwa hospitali na pia kwa serikali yetu tukufu, unasemaje sasa? Mimi ningeshauri kwa hospitali kwamba madaktari bingwa kama hawa wao wanatuletea mara kwa mara kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Zanzibar. Kwa hiyo ni vyema wakawa wanakuja mara kwa mara kwa ajili ya kusaidia jamii, kwa sababu madaktari wengi swala la kujitolea linakuwa ni gumu sana. Kwa hiyo watutafutie, watuletee mara kwa mara ili kuisaidia jamii kwa ujumla, kwa sababu sio wote ambao wana uwezo wa kuweza kulipia hili. Asante na kushukuru sana. Shukrani sana. Kwa watazamaji wetu wapenzi, tunamalizia leo hapa zoezi letu kwa siku ya leo, na tutakutana kesho katika hospitali ya kwa Mtipura pale Mikunguni. Usiache kufuatilia vipindi vyetu vingi sana katika hii channel yetu ya Rahma, na usiache kufuatilia zoezi hili, mjulishe mwenzako. Na tukitoka hapa tarehe 27 tutakuwa tunakula sikukuu pale Pemba, na tarehe 28 tunaanza kazi moja kwa moja. Fuatilia, sikiliza matangazo kwenye radio, na muje watu wengi mfaidike ujio huu wa Daktari Ummy. Asalamu alaykum, mpaka tutakapoonana tena. Wa ila liqa. Asalamu.